ambayo kwa mujibu wa kusudi la Mungu la elimu ya kweli haikupaswa Mwadventista msabato yeyote kuajiliwa kwenye kazi nyingine yoyote. Ilikuwa ni kuwa kwenye hiyo cheni ya kazi ya Mungu, cheni ya kazi ya Mungu. Kwa hiyo katika hiyo cheni ya kazi ya Mungu, injili ilikuwa inahubiriwa kwa namna hiyo. Wapendwa wa Mwenyezi Mungu, ninawasalimu. Bwana asifiwe. Kwa namna ya pekee, jina la Bwana na lipewe sifa. Tunamshukuru Mungu kwa wingi wa rehema zake na fadhili zake. Ni muda umepita tangu masomo yaliyomalizika, lakini imempendeza Bwana tuwe na mfululizo mwingine wa majifunzo yetu katika mwendelezo wa mikutano yetu na masomo yetu. Nina kutambulisha mfululizo wa masomo mwingine kama bango linavyoonekana, pambano kuu na shule ya unabii. Na katika mfululizo wa masomo kadhaa, liko somo la kwanza ninanyenyekezwa kuliwasilisha kwako penzi mtazamaji na msikilizaji, somo lenye kichwa kinachosema elimu ya kweli. Elimu ya kweli. Ninayekualika katika majifunzo haya ni mimi, mtumwa wa Mwenyezi Mungu, Mchungaji Fulgence Mangosongo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Na kabla hatujaendelea, ninatamani tuombe, tualike uwepo wa Mungu katika kujifunza kwetu. Basi na tuombe. Baba mwema, mtakatifu wa haki, unastahili kutukuzwa, mwingi wa rehema. Katika majifunzo haya bado tunanyenyekea chini ya mkono wako ulio hodari. Tunakubali sasa malaika zako watuhudumie na Roho Mtakatifu waendelee kutusadikisha zilizo kweli zako. Neema yako yatosha, kwa jina la Yesu, amina. Elimu ya kweli ndilo somo. Neno la Mungu katika kitabu cha Mithali sura ya 4 mstari wa 13 imeandikwa. Mithali 4:13, maneno ya uzima ya Mwenyezi Mungu yanasomeka hivi: mkamate sana elimu, usimwache aende zake. Mshike, maana yeye ni uzima wako. Mkamate sana elimu, usimwache aende zake. Mshike, maana yeye ni uzima wako. Kiangalia Biblia yako katika hiyo Mithali 4:13, unaona hapa elimu anatajwa kama mtu. Mkamate sana elimu, usimwache aende zake. Mshike, sio ishike, mshike, maana yeye ni uzima wako. Tunataka tuangalie elimu ya kweli. Turejee historia. Wapi tunaanza kuipata elimu na nini kilitokea na mpango wa Mungu ni upi? Umebadilika ama ni ule ule tangu shule ya kwanza aliyotuanzishia wanadamu? Elimu ya kweli ni ipi? Nabii Ellen G. White katika kitabu kilichotafsiriwa kwa Kiswahili, kiko hapa mkononi mwangu, kinaitwa Elimu ya Kweli. Hii ni tafsiri ya kitabu cha Education. Elimu ya Kweli. Ufunuo, kama unavyoona, kama sijui unaweza ukaona nembo hapa nyuma, ni Ufunuo Publishing House. Ufunuo Publishing House. Hii ni tafsiri ya kitabu cha Kiingereza cha Ellen G. White cha Education. Sasa katika Kiswahili wametafsiri elimu ya kweli. Na katika muktadha wa somo hili ninatumia kitabu hiki. Sasa kwa sababu nimeichukua hiyo nukuu, sina haja ya kufunua kitabu, lakini nitakutajia
utafuatilia. Nabii anasema hivi: ili kufahamu kinachojumuishwa katika kazi ya elimu, lazima tuzingatie vyote, yaani asili ya mwanadamu na kusudi la Mungu kumuumba. Lazima tuzingatie pia badiliko la hali ya mwanadamu kutokana na kuingia kwa uovu na mpango wa Mungu wa kutaka bado kutimiza kusudi lake tukufu katika elimu ya jamii ya wanadamu. Katika kitabu hiki nilicho nacho mkononi mwangu cha Elimu ya Kweli UPH 2019 ni ukurasa wa 8, lakini katika kile cha Kiingereza cha Education ni ukurasa wa 14 paragrafu ya 4, na utaiona hii nukuu kwenye skrini yako. Ili kufahamu kinachojumuishwa katika kazi ya elimu, lazima tuzingatie vyote, na hivyo vyote hapa vinatajwa viwili: moja, asili ya mwanadamu na kusudi la Mungu kumuumba mwanadamu; namba 2, kilichotokea pale bustanini, anguko la mwanadamu, yaani badiliko la hali ya mwanadamu kutokana na kuingia kwa uovu. Sasa katika kufahamu nini inajumuishwa, ni nini mjumuisho wa elimu, ama elimu ya kweli inapaswa iweje, ama elimu ya kweli ni nini, lazima turejee kusudi la Mungu la kumuumba mwanadamu ni lipi? Na baada ya kuanguka, je, lile kusudi la Mungu kumuumba mwanadamu lilibadilika? Sasa mpango wa Mungu baada ya anguko ni upi kwa habari ya elimu ya jamii ya mwanadamu? Swali linaulizwa, kusudi la Mungu kumuumba mwanadamu lilikuwa ni lipi kwani? Kusudi la Mungu kumuumba mwanadamu ni lipi? Katika kitabu hiki cha Elimu ya Kweli ukurasa wa 8 mpaka ule wa 9, katika kile cha Kiingereza Education ukurasa wa 15 paragrafu ya 1, nabii anasema, Adam alipotoka mkononi mwa muumbaji alibeba mwilini, akilini na rohoni kufanana na muumba wake. Mungu aliumba mtu kwa mfano wake. Mwanzo 1:27. Na ilikuwa kusudi lake kuwa kadri ambavyo mtu angeendelea kuishi ndivyo angeendelea kufunua sura hii na kuakisi kwa ukamilifu zaidi utukufu wa muumbaji. Nabii anaendelea kusema, nyanja zake zote za kiakili zilikuwa na uwezo wa kukua. Uwezo na uhodari wake vilipaswa kuendelea kukua. Eneo lao la kufanyia mazoezi ya kujifunza, eneo lao la kufanyia mazoezi ya kujifunza, hapo ni shule, hapo ni elimu, lilikuwa kubwa mno, na uwanja wao ulikuwa wazi kwa utafiti, ulikuwa wenye utukufu. Maajabu ya ulimwengu unaoonekana, hizo zilikuwa kazi za ajabu za huyo mkamilifu wa maarifa. Ayubu 37 mstari wa 16. Zilimvuta mwanadamu kujifunza. Maajabu ya Mungu ya uumbaji yalimvuta Adam na mkewe kujifunza. Kwa kumbe shule ilikuwepo Eden. Kwa kumbe Adamu kabla hajaanguka dhambini alikuwa mwanafunzi. Alikuwa anajifunza. Nabii anaendelea kusema, mawasiliano ya ana kwa ana na moyo kwa moyo na muumbaji yalikuwa fursa yake ya hali ya juu. Kwa kama Adamu alikuwa anajifunza na Eden ilikuwa ni shule, na walikuwa wanajifunza kupitia kazi ya Mungu ya uumbaji,
lakini pia walikuwa wanapata fursa ya kusikia Mungu akizungumza nao uso kwa uso, moyo kwa moyo. Maana yake Mungu alikuwa mwalimu. Kwa hiyo walikuwa wanapokea neno kutoka kwa Mungu moja kwa moja. Lakini pia uumbaji ilikuwa ni kitabu kingine cha kujifunzia. Hiyo ndio shule ambayo wazazi wetu wa kwanza kabla ya kuanguka walikuwa wanajifunza. Na hapo utagundua ya kwamba uhusiano kati ya huyu mwanadamu na Mungu ulikuwa ni uhusiano mkamilifu. Mungu akiwa mwalimu, mwanadamu akiwa mwanafunzi. Hii ilikuwa ni shule, na hilo ndio lilikuwa kusudi la Mungu. Lilikuwa kusudi la Mungu la kumuumba mwanadamu, ya kwamba angeendelea kujifunza, uwezo wake wa kiakili ungeendelea kukua bila ukomo milele zote. Hilo ndilo lilikuwa kusudi la Mungu la kumuumba mwanadamu. Kama angebakia mtiifu kwa Mungu, nabii anaendelea kusema, kama angebakia mtiifu kwa Mungu, yote haya yangekuwa yake milele. Yani angeendelea kubaki kwenye ile shule milele. Angeendelea kusikia neno la Mungu kwa kumuona uso kwa uso, moyo kwa moyo milele. Angeendelea kufundishwa na Mungu mwenyewe milele. Angeendelea kufurahia kuvumbua mambo mapya na kujifunza vitu vipya kupitia kazi za Mungu za uumbaji milele. Manake Mungu alikusudia shule hii kwa Adamu na mkewe ingepaswa kuwa shule isiyo na ukomo maisha yote katika umilele wote. Hiyo ndio shule ambayo Mungu alikuwa ameianzisha pale bustanini Eden. Nabii anaendelea kusema hivi: katika zama zote za milele angeendelea kufunuliwa hazina mpya za maarifa, akigundua chemchemi mpya za furaha na kupata kwa uelewa wa wazi zaidi wa hekima, nguvu na upendo wa Mungu. Kadri ambavyo kwa ukamilifu zaidi angetimiza kusudi la Mungu, angeendelea kuakisi utukufu wa muumbaji kwa ukamilifu zaidi. Yaani Mungu alikusudia Adamu aendelee kuakisi sura ya Mungu, utukufu wa Mungu kwa ukamilifu zaidi. Hiyo ndio shule ambayo Mungu alianzisha, na ndio ilikuwa kusudi la kumuumba mwanadamu. Kwa tunapozungumza habari ya elimu ya kweli, lazima turejee mwanzo. Shule ya kwanza ilikuwaje? Alafu tujiulize, baada ya kuanguka, ambapo sasa sisi tunaishi katika kipindi cha baada ya kuanguka, baada ya anguko, huu mpango wa Mungu wa elimu, hili kusudi la Mungu la elimu limebadilika. Na hilo ndilo swali ambalo tunapaswa kujiuliza. Je, baada ya anguko Mungu alibadilisha kusudi au kanuni za elimu ya mwanadamu? Nabii anatupatia majibu katika kitabu hiki cha Elimu ya Kweli, UPH 2019, ni ukurasa wa 20. Katika Education ni ukurasa wa 30, paragrafu ya 3. Nabii anasema, chini ya masharti yaliyobadilika, yani kutoka kuwa mkamilifu mpaka kuja kuwa muasi muovu, yani kutokuwa na dhambi na sasa yuko katika dhambi. Chini ya masharti yaliyobadilika, elimu ya kweli bado inapatana na mpango wa muumbaji, mpango wa shule iliyokuwepo Edeni. Kwa lugha nyingine ni kwamba hata sasa hivi mwaka 2026 elimu ambayo ingepaswa kutolewa kwa mwanadamu ingepaswa kuwa ile inayofanana na ile iliyokuwa inatolewa Edeni. Ndio tafsiri yake. Mungu hajabadilisha. Swali, nani amebadili elimu? Na hapo ndipo tunapata kuelewa kuna elimu bandia, elimu ya uongo, alafu kuna elimu halisi, elimu ya kweli. Elimu bandia, elimu ya uongo, muasisi wake ni Shetani. Elimu hii bandia, elimu hii ya uongo ndiyo inayomwandaa mwanadamu kupotea milele. Elimu ya kweli asili yake ni Mungu, na elimu hii ya kweli ndiyo inayomwandaa mwanadamu kuokolewa milele. Hapa tunakiona kiini cha pambano kuu katika elimu. Na ndiyo maana katika masomo haya
ya kama bango linavyosema pambano kuu na shule ya unabii. Ndio maana tunagusa swala la elimu. Hapa ndi kiini cha pambano kuu. Hapa ni uzima au mauti. Katika elimu hapa ni uzima au mauti. Ndio maana ile Mithali 4:13 inatuambia mkamate sana elimu, usimwache ende zake. Mshike, maana huyo ndiyo uzima wako. Tunataka kumjua huyu elimu anayetajwa hapa katika namna ya mtu. Yaani imekuwa amefanywa kuwa mtu. Huyu elimu ni nani? Tunapaswa kumwelewa. Katika kujifunza elimu ya kweli tutaelewa, na tutaelewa jinsi pambano hili shetani alivyoliendesha katika elimu, na namna ambavyo Mungu anapiga kelele, analalama juu ya elimu, namna watoto wake wanavyopotezwa na adui dhalimu, katili, mfidhuli, shetani na mawakala wake Nabii anaendelea kusema kwamba kanuni za Mungu za elimu hazijawahi kubadilika. Katika kitabu hiki cha Elimu ya Kweli UPH 2019 ukurasa wa 21, katika education ni ukurasa wa 30 paragrafu ya 4, nabii anasema kanuni kuu za elimu hazibadiliki. Kanuni kuu za elimu hazibadiliki. Kwani elimu ilianzia wapi? Bustanini Edeni. Kwa zile kanuni za elimu, makusudi ya elimu pale bustanini Edeni hayapaswi kubadilika, hayapaswi kubadilishwa. Je, nini ni elimu ya kweli? Elimu tunayoipata wanadamu leo ni elimu ya kweli? Elimu ambayo wewe umehitimu ni elimu ya kweli? Elimu ambayo wewe mwalimu unaifundisha darasani ni elimu ya kweli? Wewe mmiliki wa shule, hiyo shule unayomiliki, elimu unayotoa ni elimu ya kweli? Kanisa, shule tunazozimiliki kama kanisa la Waadventista wa Sabato, je, ni elimu ya kweli? Tunaitoa elimu ya kweli? Kanuni hizo zimebadilika ama hazijabadilika? Na kama kanuni hizo zimebadilika, nani muhusika? Nani muhusika wa kufanya ukatili huu, kuwafanya watu wasimuelewe Mungu? Nabii anaendelea kusema kanuni kuu za elimu hazibadiliki, zimethibitika milele. Zaburi 111 fungu la 8. Maana ni kanuni za tabia ya Mungu. Yaani unapozungumza habari ya elimu ya kweli, maana yake unazungumzia tabia ya Mungu. Yaani mwanadamu alikusudiwa aakisi tabia ya Mungu milele, aendelee kuakisi utukufu wa Mungu. Kwa hiyo elimu imeshikamanishwa na tabia ya Mungu. Kwa hiyo kama imeshikamanishwa na tabia ya Mungu, kwa kuwa Mungu habadiliki, tabia yake haibadiliki, kanuni za elimu hazipaswi kubadilika. Kuzibadilisha kanuni za elimu tofauti na ilivyokuwa inatolewa pale bustanini Edeni ni kufanya ukafiri mbele za Mungu, ni kufanya kufuru mbele za Mungu, ni kuamua kushindana na Mungu mwenyewe, ni kuamua kuchagua kuwa upande wa shetani na kumkataa Mungu kabisa, ni kuchagua mauti badala ya kuchagua uzima. Nabii anaendelea kusema kumsaidia mwanafunzi kuelewa kanuni hizi ambazo hazibadiliki za elimu ya kweli, kumsaidia mwanafunzi kuelewa kanuni hizi na kuingia katika uhusiano na Kristo ambao utazifanya zitawale maisha, inapaswa kuwa jitihada ya kwanza ya mwalimu na lengo lake la daima. Mwalimu alikubalie lengo hili, kwa hakika ni mtendakazi pamoja na Kristo, mtendakazi pamoja na Mungu. Swali mwalimu, wewe una ujasiri wa kusimama na kusema wewe ni mtendakazi pamoja na Mungu? Niwaulize swali viongozi wa kanisa, wakurugenzi wa elimu katika ngazi zote za kanisa.
Nikuulize mwenyekiti wa conference ama field, mwenyekiti wa union, maana mnamiliki shule. Je, mnafikiri ninyi ni watendakazi pamoja na Mungu katika swala la elimu ya kweli? Ni watendakazi pamoja na Mungu? Nabii anaendelea kusema katika kitabu hiki cha elimu ya kweli kutoka Ufunuo Publishing House, UPH 2019, ukurasa wa 20. Katika education ni ukurasa wa 29, paragrafu ya pili. Nabii anaendelea kusema, mwalimu wa kweli haridhiki na kazi ya ubora wa daraja la pili. Hawezi kuridhika na kuwapatia elimu ya ufundi tu, kuwafanya wahasibu stadi, wasanii stadi, wafanyabiashara wenye mafanikio. Huweka malengo ya kuwapatia kanuni za ukweli, utii, heshima, wema na usafi, uadilifu na usafi wa tabia. Zaidi ya vyote, hutamani wajifunze somo kuu la maisha la huduma isiyo na ubinafsi. Na mimi naendelea kusema katika ukurasa huo wa 20, sasa ni education ukurasa wa 30, paragrafu ya kwanza. Kanuni hizi huwa nguvu hai ya kujenga tabia kupitia uhusiano wa mtu na Kristo, kupitia kupokea hekima ya Kristo kama mwongozo, uwezo wake kama nguvu ndani ya moyo na maisha. Muunganiko huu ukiundwa, mwanafunzi anakuwa amepata chimbuko la hekima. Karibu naye kabisa kuna nguvu ya kumwezesha kufikia viwango vya juu kabisa vya ukamilifu. Fursa kuu kabisa za elimu kwa ajili ya maisha katika ulimwengu huu ni zake, na elimu ipitayo hapa humwingiza katika mafunzo yanayohusisha umilele. Hiyo ndio elimu. Kanuni hizi ambazo mwalimu hapa juu tumesoma hii paragrafu ya nyuma yake, kwamba mwalimu haridhiki tu kumpatia mafunzo mwanafunzi, awe mwanasheria, awe mwandishi wa habari, awe mhasibu, awe injinia na kadhalika, kama alivyotaja hapa Nabii Bahati. Lakini mwalimu atahakikisha anaweka malengo ya kumpatia kanuni za ukweli, utii, heshima, wema, usafi, uadilifu na usafi wa tabia. Unawezaje ukamfanya mwanafunzi awe na tabia hii ambayo kwa ukweli ni tabia ya Mungu mwenyewe, isipokuwa Mungu amekuwa kiini cha hiyo elimu? Ndio paragrafu hii sasa anasema hivi, kanuni hizi ambazo mwalimu ataweka lengo kuzifikia, na sio mafunzo haya ya kidunia ili mtu awe professional fulani. Hapana. Kanuni hizi huwa nguvu hai ya kujenga tabia. Kanuni gani? Kuupandikiza ukweli kwa mwanafunzi, uadilifu, usafi na wa kitabia na uaminifu na mengineyo hayo. Hizo ni kanuni. Kanuni hizi huwa nguvu hai ya kujenga tabia. Inajengwaje hiyo tabia? Kupitia uhusiano wa mtu na Kristo. Kupitia kupokea hekima ya Kristo kama mwongozo. Uwezo wake, yani uwezo wake Yesu. Uwezo wake Yesu kama nguvu ndani ya moyo na maisha. Muunganiko huu, yani muunganiko, ikifika mahali mwalimu amemfikisha mwanafunzi katika muunganiko huu, yani ameunganika na Kristo kwa kiwango hicho, nini kitatokea? Muunganiko huu ukiundwa, mwanafunzi anakuwa amepata chimbuko la hekima. Bwana asifiwe. Karibu naye kabisa kuna nguvu ya kumwezesha kufikia viwango vya juu kabisa vya ukamilifu. Ukamilifu upi? Ukamilifu kufanana na Mungu muumbaji wake. Afikie viwango vya juu kabisa. Nini maana ya elimu ya kweli? Ni hii tunayesoma
form 1, form 2, form 3, nimalize form 6 na division 1, nikasome chuo nipate first class, ndio elimu hiyo? Hapana, itakuwa tumeshindwa kuelewa maana halisi ya elimu. Maana halisi ya elimu. Na ndio maana nabii anasema hivi katika kitabu hiki cha Elimu ya Kweli, UPH 2019 ukurasa wa 20, katika education ni ukurasa wa 30, paragrafu ya 2, nabii anasema kwa uelewa wa juu, kazi ya elimu na ile ya ukombozi ni moja. Maana katika elimu kama ilivyo katika ukombozi, msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo, kwa kuwa katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae. Kwa hiyo kama Mungu alimuumba Adamu akamweka kwenye bustani ya Eden, na alikusudia ya kwamba kwa njia ya mawasiliano ya moja kwa moja na yeye na kwa njia ya kujifunza kupitia kazi ya Mungu ya uumbaji, anapokea neno la moja kwa moja kutoka kwa muumbaji kama mwalimu, na anajifunza kupitia kazi ya Mungu ya uumbaji. Kwa hiyo asili inakuwa ni kitabu cha pili cha kujifunzia. Kwa hiyo Adamu alikusudiwa aendelee kukua katika ukamilifu, akiendelea kuakisi tabia ya muumbaji wake milele na milele. Kwa hiyo ile shule haikukusudiwa kukoma, ilipaswa kuwa endelevu. Na nabii anatuambia hivi, kusudi lile la elimu pale bustanini, ambalo ndio tunaliona kusudi la Mungu kumuumba mwanadamu ili afanane naye, halijabadilika baada ya mwanadamu kuanguka dhambini. Mwanadamu alipoanguka dhambini, ndipo sasa Yesu anakuja kama mkombozi. Kwa hiyo katika kusudi la elimu lazima lihusishe kumtambua Mungu kama muumbaji, na tumeanguka katika dhambi, na huyu mwanafunzi amtambue Yesu kama mwokozi wake, kama mkombozi wake, na hivyo ayatoe maisha yake, kuwe na muunganiko kati ya mwanafunzi na Yesu. Kwa hiyo kitendo cha huyo mwanafunzi kumpata Yesu, amepata maarifa yote, na huyo mwanafunzi atafaa kwa maisha ya sasa na maisha ya umilele. Hiyo ndio elimu ya kweli, na hilo ndio kusudi la elimu ya kweli. Tunapoendelea kujifunza masomo haya, tutakuja kuelewa namna ambavyo Mungu alitaka elimu hii itolewe baada ya anguko la mwanadamu, na nini kimetokea mpaka katika ulimwengu huu elimu hii ya kweli imekosekana. Nani ni sababu, na jinsi ambavyo elimu hii ya kweli imeshikamana hata na mpango wa Injili, agizo la utume ulimwenguni, njia za kuhubiri ukweli wa sasa, njia za kuhubiri ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu, zimefungamanishwa katika mpango wa Mungu huu wa elimu ya kweli, ambapo elimu ya kweli ina kusudi hilo hilo kama kusudi la ukombozi, na imefungamanishwa pia mpaka na elimu ya tiba, umishonari wa tiba. Tutaangalia hayo yote kwa upana wake kwa kadri Mungu anavyotupa neema. Ndipo tutaelewa kiini cha pambano kuu, namna ambavyo tunaweza tukagundua tunamtumikia shetani wakati tukifikiri tunamtumikia Mungu. Kumbe shetani ameshatugalagaza muda mrefu na ametuibia elimu yetu ya kweli. Nabii anaendelea kusema hivi katika kitabu cha Elimu ya Kweli, UPH 2019 ukurasa wa 7, katika education ni ukurasa wa 13, paragrafu ya kwanza. Nabii anasema elimu ya kweli ni zaidi ya kusaka kozi fulani ya masomo, ni zaidi ya matayarisho ya maisha ya sasa. Inahusisha hali ya utu wetu wote pamoja na kipindi chote cha maisha ya mwanadamu. Ni ukuaji linganifu wa kimwili, kiakili na kiroho. Humtayarisha mwanafunzi kuwa na furaha kazini hapa ulimwenguni, na furaha ya juu zaidi ya huduma pana zaidi katika ulimwengu ujao. Wacha nirudie kidogo hii nukuu na nitoe ufafanuzi, ndugu mtazamaji. Nabii anasema hivi, elimu ya kweli
ni zaidi ya kusaka kozi fulani ya masomo. Kwa hiyo unapozungumzia kusaka kozi fulani ya masomo, sijui unasoma uandishi wa habari, sijui unasoma engineering, sijui unasoma sheria, sijui unasoma accountants, sijui unasoma nini. Hizo ni kozi fulani za masomo ambazo zinawaandaa watu zinawatayarisha watu kwa maisha ya sasa. Maisha ya sasa. Elimu ya kweli sio hivyo. Elimu ya kweli ni zaidi ya hicho. Ni nini sasa? Inahusisha hali ya utu wetu wote. Mwanadamu katika utu wake wote, inamaanisha katika mwili, katika akili na katika roho. Kwa hiyo katika mwili wote mwanadamu aelimike, katika akili yake ielimishwe, katika roho yake aelimishwe. Sasa anasema hivi, inahusisha hali ya utu wetu wote pamoja na kipindi chote cha maisha ya mwanadamu anapokuwa hai, katika kipindi chake chote tangu kuzaliwa kwake mpaka atakapolala mauti. Ni ukuaji linganifu wa kimwili, yani kuwa na ukuaji linganifu wa kimwili, kiakili na kiroho. Na kwa kadri tunavyoendelea na masomo haya, usikose kufuatilia masomo yanayofuata, ndugu mtazamaji. Tutaangalia huu linganifu wa kiakili, kiroho na kimwili hukoje. Hiyo elimu inapaswa iweje ili iweze kubalansi ulinganifu katika ukuaji wa nyanja hizo tatu za mwanadamu. Nabii anaendelea kusema hivi, humtayarisha mwanafunzi kuwa na furaha kazini hapa ulimwenguni. Sasa hapa twende polepole. Anaposema humtayarisha mwanafunzi kuwa na furaha hapa kazini hapa ulimwenguni, usifikiri ya kwamba anamaanisha kuwa na furaha kwenye ajira yake. Hapa haimaanishi kuwa na furaha kwenye ofisi yake ya uhasibu. Sio kwamba kuwa na furaha kwenye ofisi yake ya wanasheria. Sio kuwa na furaha kazini kwa maana ya kwenye uafisa mifugo. Hapana. Kazi hii inayomaanishwa hapa ni katika kazi ya kuhusika katika mchakato wa kupeleka injili kwa wanadamu. Yaani elimu ya kweli, namna ambavyo Mungu alitaka itolewe. Na hivyo ndivyo Waadventista wa Sabato tulipokea maarifa hayo ya elimu ya kweli katika mianzo ya kanisa letu, na ilianza kufanyiwa kazi na baadaye ikachepushwa na ikaletwa elimu bandia inayoendelea kwenye shule zetu. Yaani kusudi la Mungu liko hivi: shule zetu zijengwe mashambani country kabisa. Alafu shule hizi ziambatane pamoja na shamba kwa ajili ya kulima, na ziwe ni self supporting schools, shule zinazojiendesha zenyewe, zinazojitegemea zenyewe, na wanafunzi hawakupaswa kulipa ada, na mwalimu hakupaswa kulipa mshahara. Yani moja ya kozi ama moja ya majifunzo ama darasa lilipaswa kuwa ni shambani. Yani kunakuwa na nusu ya siku, kama masomo ni asubuhi saa 2 mpaka saa 10, maana yake nusu ya masaa ya kujifunza yalipaswa yatumike darasani na nusu yake itumike shambani. Hapo ndipo kuwe inamfanya huyu mwanafunzi abalansi mwili wake unaingizwa shuleni, anajifunza masomo makuu ya Mungu ya ukombozi kupitia kilimo. Ajifunze kulima bustani, ajifunze kuandaa shamba, ajifunze kuchagua mbegu, ajifunze kupalia, ajifunze kuvuna. Na pia kuna hapo shuleni kuwe na karakana, viwanda vidogo vidogo, kusindika vyakula, mapishi, masuala ya ufundi wa kushona, ufundi wa ujenzi na kadhalika. Wanafunzi wanakaa darasani nusu, na nusu yake wanaingia kwenye hiyo kazi. Sasa hii shule hii ilitakiwa iunganishwe pia na umishonari wa tiba. Katika shule hapo kuwe na sanitarium, yani hawa wanafunzi wajifunze matibabu rahisi kwa kanuni 8 za Mungu za uponyaji. Kwa hiyo mwanafunzi anatoka pale akiwa tabibu,
sio kwa maana ya kusoma utabibu huko katika elimu ya kidunia. Anatoka pale amejifunza kutiba rahisi, lakini pia shule hii inapaswa kuunganishwa pia na viwanda vya chakula. Alafu mijini tungekuwa tumeanzisha migahawa ya usafi. Kwa hiyo unakuta kwa hiyo kunakuwa na linki. Hawa wanafunzi wanazalisha chakula. Hiki chakula wanachokizalisha wanakisindika kwenye viwanda vya shule. Hiki kiwanda kinaposindika wanaenda kuuza wapi? Vinapelekwa kwenye migahawa yetu ya usafi mijini, na kule kwenye migahawa yetu ya usafi kuna hawa wanafunzi wanaotoka hapa wanaenda kuhudumu kwenye ile migahawa, wanatoka hapo kwenye shule yetu wanaenda kuhudumu kwenye viwanda vya chakula, wanatoka hapo wanaenda kuhudumu kwenye sanitariums zetu, wanatoka hapo wanaenda kuhudumu kwenye viwanda vya uchapaji, na viwanda vya uchapaji vilitakiwa vikae mashambani. Kwa hiyo kwa mujibu wa kusudi la Mungu la elimu ya kweli, haikupaswa Mwadventista msabato yeyote kuajiliwa kwenye kazi nyingine yoyote. Ilikuwa ni kuwa kwenye hiyo cheni ya kazi ya Mungu, Kwa hiyo katika hiyo cheni ya kazi ya Mungu, injili ilikuwa inahubiriwa kwa namna hiyo. Na kwenye migahawa yetu ya usafi mijini, machapisho ambao wanafunzi hao wametoka wanahudumu kwenye publishing house za kwetu, printing press za kwetu, wanapeleka machapisho kwenye migahawa, na kwenye migahawa pale kinapatikana chakula ambacho hakipatikani popote duniani, kilichoandaliwa katika hali ya usafi, katika namna ya uasili wake, sio kwa kutumia GMO, hivi vyakula ambavyo ni genetic modified organisms ambavyo vimebadilishwa vya kisasa. Hapana, sivyo vilivyolimwa kwa kutumia mbolea za madukani, sivyo vilivyolimwa kwa kutumia dawa za kuua wadudu za viwandani za kuua afya za watu. Ilikuwa ni chakula ambacho ni organic kabisa, kinapelekwa pale, kimeandaliwa vizuri. Wale watu kwa kupitia mtindo huo wa maisha, na pale machapisho yako kwenye migahawa yetu ya usafi, anatoka pale akiwa chakula anachokula kinaenda kumsaidia kwenye uponyaji wa mwili wake ulioharibiwa na sumu za ulimwengu huu, na anatoka pale na machapisho yetu, na akitaka kujifunza zaidi anapelekwa kwenye shule zetu zilizoko mashambani, na akiwa na shida zaidi ya afya anapelekwa kwenye sanitariums zetu zilizoko mashambani. Inakuwa kama vile Henoko anatoka mashambani country, anaenda kuhudumu mjini, anawaongoa kule mjini, anawaleta mashambani. Kwa lugha nyingine ni kwamba kupitia elimu ya kweli asingekuwepo Mwadventista msabato anayeishi mjini kama mfanyabiashara, anaishi mjini kama mwanasheria, sio anaishi mjini kwa sababu anafanya daktari. Hakuna. Waliokuwa wanatakiwa kukaa mijini Waadventista wa Sabato ni wale wanaohudumu kwenye vile migahawa yetu ya usafi, na huo ndio ulikuwa mpango wa Mungu. Kwa hiyo hapa nabii anaposema, kwa nukuu hii nabii anaposema humtayarisha mwanafunzi kuwa na furaha kazini hapa ulimwenguni, kwa maana ya kazi hiyo ya mzunguko huo wa njia zetu za kuhubiri Injili. Elimu hii tumeibiwa, na ndio sababu ulimwengu haujaonywa, na ndio sababu tumeacha ujumbe wetu, ukweli wa sasa. Na hizo ndizo njia ambazo zilitakiwa Mungu alizotupatia kama kanisa, tuhubiri ukweli wa sasa kwa njia hizo. Sio mahubiri ya satellite, sio sabato za wageni, sio kujenga majengo ya kifahari eti majengo yanahubiri, sio kununua magari ya kifahari ya viongozi, kujenga maofisi ya kifahari ya viongozi eti wakiliona jengo la ofisi ya kisasa watu wataongolewa. Hilo ni jukwaa bovu. Hiyo elimu sio yetu. Angalia kwenye shule zetu, je, zinaendeshwa kwa namna hiyo? Shule zetu haziko mijini. Je, zina mashamba? Watoto wanafundishwa elimu ya namna gani? Si ni mitaala hii ya serikali? Na unajua mitaala ya serikali imetoka wapi? Tunawafundisha watoto wetu elimu ya Babeli, alafu unatarajia kwa elimu ya Babeli atoke muhasibu makini wa kanisa. Wanatoka wahasibu wezi, anatoka mchungaji tapeli, mchungaji feki. Mungu hakukusudia hata tuwe na vyuo vikuu, sio kusudi la Mungu. Eti usome degree ya kwanza, degree ya pili, degree ya tatu. Alikuwa kusudi la Mungu la elimu. Kwa kadri tunavyoendelea na masomo haya, utakuja kuelewa elimu ya kweli maana yake nini, na namna inavyohusika katika mchakato wa kumkomboa mwanadamu, na jinsi shetani alivyochakachua elimu ya kweli kama sehemu ya uwepo wa pambano.
atatupa mali makapi. Tutashindaje hukumuni siku ya